Na mpenzi msikilizaji na mtazamaji na mjasiriamali mwenzangu, usiache kunifollow, usiache kusubscribe, usiache kucomment ili uweze kuwa wa kwanza kupata video zangu za kuhusu kilimo cha kisasa. Na leo napenda tuweze kujifunza namna ya utunzaji wa tembele hatua kwa hatua. Na mnajua video iliyopita tuliweza kujifunza namna ya kuweza kuandaa eneo la upandaji wa tembele. Kwa baada ya kuwa umepanda ile tembele, umelipanda vizuri kwa kulingana na maelekezo ambayo nilikupa katika video ambayo iliyopita, ni kwamba, na kama hujaipata hiyo video, unaweza ukaicheki ukaitafuta ukapata maelekezo kwanza kwenye hilo video, alafu ndipo unakuja sehemu yake hii ya pili. Hii ni sehemu ya pili baada ya sehemu ya kwanza kuisha. Kwa hiyo tunaendelea na mwendelezo wa nini, wa namna ya utunzaji na uhudumiaji wa tembele. Utakapokuwa umelipanda, umeshalipanda ukalimwagilia vizuri na mmea ukachipua ukaanza kukua, lazima zipo hatua ambazo unatakiwa kuzifanya. Hatua kama hizo ambazo ninazozielezea, tembele ukishakuwa umelipanda linatakiwa kukaa baada ya siku 2 au 3, litakuwa kabisa limeshaanza kuchipua. Kama maeneo yako una uwezo wa kupata samadi, mbolea ya samadi, yaani mbolea ya mavi ya ng'ombe au mavi ya mbuzi, hiyo ndio mbolea ya samadi. Au ikiwezekana ukapata hata mbolea ya mavi ya kuku. Kwa hiyo mbolea unaileta, unakuja kuimwaga eneo lote ambalo tembele ulipolipanda. Utakapokuwa umeimwaga hiyo mbolea ya samadi, utaimwagilia maji ndani ya siku zisizopungua 4 mpaka 5. Utakapokuwa umeimwagilia maji, hiyo mbolea itakuwa imelowana vizuri na kuanza kuoza. Baada ya kuwa umeimwagilia vizuri ile mbolea ile ya samadi, sasa hatua itakayofuata ni kuja kuanza kulitibulia hilo tembele. Utakapokuwa unaitibulia tembele unalitibulia, yani kutibulia kwake huwa tunatumia mti utibuliaji wake. Namna ya utibuliaji jinsi ulivyo, yani unakuja unatibulia kwa staili kama hii, unatibulia hivi. Unapokuwa unatibulia hivi namna hii, lazima ardhi ile utakuwa unaigeuza. Utakapokuwa unaigeuza au ardhi unaichanganya, ina maana ile mbolea ambayo uliokuwa umeiweka, ile mbolea ambayo ulioimwaga na ukaimwagilia maji, ile mbolea lazima itaanza kuchanganyika na ule udongo. Itakapokuwa imeanza kuchanganyika na ule udongo, ndipo ile mbolea itaingia ndani ya ardhi na kuanza kufanya kazi vizuri, ikiwa tayari imeshaiva. Itakapokuwa imeingia ndani ya ardhi na kuanza kufanya kazi, tayari tembele utaanza kuliona mabadiliko yake, linaanza kuwa na muonekano mzuri, linaanza kukua, linaanza kunawiri. Kwa hiyo utakapokuwa umetibuliwa eneo lote, umelitibulia vizuri, baada ya kuwa umemaliza kulitibulia vizuri kabisa, hatua itakayofuata baada ya kumaliza kulitibulia ni lazima, mpenzi mtazamaji, upamwagilie maji. Utamwaga maji, utapamwagilia maji ya kutosha
baada ya kuwa umepamwagilia maji vizuri, na maji tena ni yawe ya kutosha, sio tu maji kidogo, maji yawe ya kutosha, ukapamwagilia pakawa vizuri, ndipo ilo tembele zitakuhakikisha kwamba baada ya siku kama 5 au 4 zijazo utaanza kuliona jinsi ambavyo linavyoanza kubadilika na kuwa na muonekano ambao ni mzuri. Kwa hiyo lazima ufanye hivyo, lazima uzingatie huo utaratibu kwa hatua kwa hatua. Utakavyokuwa unalihudumia kwa namna hiyo, ndivyo ambavyo utakavyoendelea kuwa vizuri zaidi na kuwa katika muonekano ambao ni mzuri. Sasa wakati huo kama utakuwa na mbolea, utakuwa na dawa ya kulia wadudu, hata aina yoyote ambayo ni dawa ya kulia wadudu kwenye miche, utakuwa unapulizia pamoja na booster. Utakuwa unaweka booster kiasi na kiwango ambacho kinachotakiwa kulingana na eneo ambalo unalotaka kupuliza wewe mwenyewe. Utaelewa kwamba hili eneo unalotaka kupulizia ni eneo lina ukubwa kiasi gani, na hata maji kwenye dumu la kupulizia utahitajika uweze kuweka maji kiasi gani. Kwa hiyo hata dawa kiwango chake kiweze kuendana na kiwango cha cha maji kulingana na maelekezo yaliyopo kwenye kifungashio cha dawa. Kwa hiyo lazima uzingatia hayo ili uendelee kupata faida. Asante. Tunashukuru mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV kwa kuendelea kuwa nasi kuanzia mwanzo wa video mpaka sasa tunahitimisha. Tunakuomba fuatilia video zetu ambazo zipo katika channel yetu, na pia tunakukumbusha uweze kusubscribe, kulike pamoja na kucomment. Karibu Nebuye TV.